Kwenye dunia kuna utajiri wa aina nyingi. Kuna wale ambao wamewatoa kafara ndugu zao, amemtoa kafara mama yake, baba yake, watoto, kamfanya mama yake kuwa kichaa. Wengine wanalala na wazazi wao, wengine wanatokwa funza kwenye miili yao. Lakini kuna wengine ambao wana utajiri wa ameenda kwa mganga wa kienyeji, mganga kamwambia adonoe mahindi ya kuku. Kuna utajiri wa aina nyingi sana kwenye dunia, lakini kila utajiri una gharama yake. Yule ambaye ameutafuta utajiri wa kuku wa kudonoa mahindi, labda hindi limedonoa mwaka mmoja, labda huyu mtu alitakiwa aishi kwenye dunia yetu miaka 10, lakini muhindi na kuku akadonoa vipunje vya mahindi vitatu. Ina maana huyu mtu ataishi maisha ya utajiri miaka 3. Huu mwaka mmoja ni wa kujitengeneza. Mfano, ulikuwa una hela, ukapata hela ghafla, unaanza kutaka kutafuta gari, kujenga nyumba. Yaani muda unakuwa mchache kuliko pesa ulizopata. Kwa hiyo unajikuta mwaka mmoja umetumia kujijenga, alafu miaka 2 ndo unaenjoy maisha, alafu watatu unakufa, unaenda kuwatumikia wenzio ambao na wao watatakiwa waende wakafanye kama ulivyofanya wewe, ila wewe ndio utakuwa unawatumikia wao. Lakini kuna wengine ambao wanaenda kwa waganga wa kienyeji kuchukua utajiri ambao kivyo vyote lazima wafeli. Mfano, mganga anakupa masharti ambao anajua kabisa lazima utafeli. Mfano, na kuuliza wewe, comment hapo chini. Mganga anakuambia anakupa utajiri lakini udinywe. Utakubali? Unaweza kukubali kwa mwanzo kwamba okay poa, nipeni. Lakini baadaye unavyoanza kudinywa unaanza kuona what is this man? Au hata haudinywi. Tufanye wamekupa tu utajiri lakini hawajakwambia udinywe. Ila wanakuambia tu usidinye na usimsaidie mama yako au ndugu zako, usimsaidie mtu yoyote, usimsaidie mama wala baba. Lakini wewe unatoa kafara labda za watoto wako. Sasa hiyo faida ya huo utajiri inakuwa nini? Utajiri mzuri ni ule wa kuwa unakuwa tajiri, unaishi maisha ya kifahari, unaishi kwa uhuru, unalala kitandani, unadinya kama ni kudinya au kudinywa, unadinywa, wewe unaamua. Maisha ya kutokuwa na stress. Sio yale maisha unaishi una wasiwasi, una mashaka kila mahali. Nimekuwa nikitoa maelekezo kwamba mimi nakuwa natoa mafunzo au natoa njia zilizonitoa mimi kwenye umaskini kunileta hapa nilipo. Na hizo njia sio rahisi kwamba eti zitakuwa rahisi, utapita tu utakuwa tajiri. Ni njia ngumu. Ndio maana nahitaji watu ambao wana uwezo wa kujilipia, kujihudumia, kwamba oya, mimi nataka utajiri, lakini ili chief aniamini kama niko serious na hili swala, natakiwa nilipie dola 210 nikiwa Kongo au nikiwa Marekani au nikiwa Canada. Lakini pia natakiwa nilipie let me say labda nilipie 500 nikiwa Tanzania, labda Kenya, Uganda. Lakini nikiwa Kenya nilipie 26,000 ya Kenya. Kwa nini nilipie? Nalipia kwa sababu ya kuto kuua watu. Nalipia kwa sababu ya kuto kwenda kula kutumia labda kuku kula mahindi. Nalipia kwa ajili ya kuto kudinywa, niwe na dinya. Yaani unalipa kwa ajili ya ile gharama yako iende ikakunyanyue. Mimi sikudanganya. Kwa mtu yoyote ambaye analipia 500,000 au 26,500 ya Kenya, kama atakuwa serious na vitu ninavyomwelekeza, lakini lazima awe tajiri. Tena ndani ya muda mfupi. Yaani ndani ya mwaka mmoja huyu mtu anakuwa na mafanikio tofauti na mtu mwingine yoyote. Tusidanganyane. Kila mtu anatamani kuwa tajiri. Wewe unatamani kuwa tajiri, ndio maana umezunguka kwa waganga wa kienyeji, umezunguka kwa maprofeti, mpaka leo unazunguka kwa waganga, kwa maprofeti, unatafuta Freemason kila mahali. Yaani wewe kila kona unakoenda unatafuta utajiri, lakini hujapata nafasi ya kupata mtu wa kweli ambaye anaweza akakuelekeza. Sasa mimi nataka nikupe maelekezo machache yaliyonyooka. Mimi nina uwezo wa kufanya wewe ukafanikiwa. Nina uwezo wa kufanya ukawa tajiri, ukaishi maisha yale unayoyataka. Mimi nina uwezo wa kuamua wewe ndani ya huu mwaka ufanikiwe, usiendelee kuishi maisha ya kichokola. Comment nchi uliopo hapo chini. Kama uko Kenya, na uwezo wa kukusaidia ukiwa Kenya. Mimi mwenyewe niko Kenya sasa hivi. Kwa hiyo kama uko Kenya na unataka kuwa tajiri, hakikisha unalipia 26,500 pesa ya Kenya haraka. Kama uko Kongo, nina uwezo wa kukusaidia ukiwa Kongo, ukalipia, tukakaa, nikakwambia njoo Kenya tukae tuongee, nikakuvuta kutoka huko Kongo ukaja Kenya. Lakini mpaka ulipie kwanza, nikwambie njoo tarehe fulani, ukifika kutakuwa na 1 2 3 4 5, utakapofanikiwa unarudi Kongo.
Kama huwezi ukalipia, unasema oh, mimi nataka nije nikutane na wewe ndo nilipe. Mimi sikutane na mtu anilipe, sitaki. Unalipa kwenye simu, nakupa namba yangu kamili ya kuongea mimi na wewe na kuelekeza vitu vya kufanya hapo hapo ulipo Kongo, ndipo uje mimi na wewe tukae. Hata kama uko Nairobi, uko Naivasha, uko Kisumu, uko Mombasa, uko popote Kenya, uwezi ukaonana na mimi bila wewe kulipia kwanza 26,500. Kwa nini unalipa? Nimetoa maelekezo nyuma, unaweza ukarudia kuangalia. Andika sehemu ulipo. Kama upo Kenya, andika nipo Kenya nataka mafanikio. Kama upo Uganda, andika niko Uganda nataka mafanikio. Kama uko Tanzania, andika niko Tanzania nahitaji mafanikio. Kama uko Mozambiki, andika hivyo hivyo. Kama uko Marekani, South Africa, Burundi, watu wangu wa Burundi, kama uko Burundi hakikisha una comment hapo chini na hakikisha una share hii video kwa watu 10 ambao unatamani wabadilishe maisha yao. Watu wengi wamekuwa wakitapeliwa, wakiingizwa mjini na watu ambao wanajifanya Chief Godlove. Wengine wanajifanya Freemason, wengine wanajifanya Illuminati, wengine Sasa huu sio muda wa kuendelea kudanganywa tena. Ukitaka elimu kuhusiana na utajiri wa kweli, unataka kufanikiwa, hivi vyote ambavyo nimevitaja ninapoanza kurekodi video, hivi ni vitu ambavyo vinawezekana, lakini mimi huwa sipendi kuvifanya au kumfanyia mtu kwa sababu najua